بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usul sunna للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. tuendelea na sehemu aliyosema المصنف رحمه الله قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفي حق. تلفكية كتك شرح الشيخ حفظه الله قوله: قال: ولا نعتقد أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم معصومون من الكبائر والصغائر. أهل السنة هوي تكيدي kuwa masahaba watukufu wamehifadhiwa kutokamana na madhambi, yawe ni makubwa au ni madogo. Ni binadamu, waweza kupata, waweza kukosea. Kwa hili jambo ahli sunna wanalo kwa itakidi kuwa masahaba sio maasumun. Kwa asije mtu akasema lakini huyu sahaba huyu alikosea, sahaba huyu alikosea hapa, ikawa imethibiti kweli amekosea. Ahlu sunna hawajasema kuwa masahaba ni maasumun, kuwa hawakosei. Lakini baada ya hayo sikiliza maelezo wanaovioni wa ahlu sunna. Qala: bal yajuzu alayhim adh-dhunub fi al-jumla, bimaana yawezekana kwa wao kuteleza wakafanya dhambi kwa ujumla. Tukizungumzia kwa ujumla masahaba waweza kuteleza kufanya makosa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا maneno utayapata katika al-aqida al-wasitiyya. قال: وهم مع ذلك، pamoja na hayo ahli sunna لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. أهل السنة hawaitakidi kuwa kila sahaba, kila mmoja katika masahaba mmoja mmoja amehifadhiwa kutokamana na makosa, yawe ni madhambi makubwa au madogo. Bali yajuzu alaihim adh-dhunub fi al-jumla, bali yajuzu na yawezekana kwa wao kufanya dhambi kwa ujumla. Tukizungumzia ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. سيما بالي ما صحابة وانا عمل njema walizozitanguliza na fadhila ambazo zawajibisha wao kusamehewa yale wanaoyafanya katika madhambi, ikiwa itatokea katika masahaba alifanya madhambi, mpaka huenda wao wakasamehewa katika makosa yao kiasi ambacho mwingine asiyekuwa sahaba hasamehewi kama wanavyosamehewa wao. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. kwa sababu masahaba wana katika mambo mema, amali njema ambazo ni sababu za kufuta makosa yao
amali ambazo wale waliokuja baada yao hawana. Ikiwa Mtume sallallahu asema la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasif. Asa wefikiria huyu sahaba ametoa kiasi gani cha sadaka wakati wa uhai wake. Ikiwa akitoa kibaba kimoja au nusu ya kibaba, wewe ukatoa mfano wa jabali Uhud dhahabu, wacha mimi na wewe sahaba aliyekuja baada yake kusilimu, wale waliosilimu baada ya fathu Makkah, kama ilivyokuja katika hadithi kuwa aliambiwa maneno yani Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, akitoa mfano wa Uhud dhahabu hawezi kumfikia yule sahaba aliyetangulia aliyetoa kibaba tu. Hebu hao waliokuja baadaye ambao si masahaba watakuwaje? Sasa ikiwa innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, sasa hasanat za masahaba zitakuwa nyingi zilioje ili kufuta yale makosa. Nasema hapa wao husamehewa kiasi ambacho asiyekuwa sahaba hasamehewi kama wanavyosamehewa wao. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. kisha tukifaradhia kuwa mmoja wao amefanya dhambi au makosa, ikiwa wewe ukifanya dhambi watubia, takuja sahaba, bila shaka yule sahaba ametubia, na hili sisi hatuna shaka nalo. au ata bihasanatin tamhuhu, au amefanya mema na mema yake alipwa zaidi ambayo yatafuta ile kosa. au ghufira lahu bifadli sabiqati, au alisamehewa kwa fadhila ya yeye kutangulia katika Uislamu. au bishafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angalia hivi vyote hivyo vitaji Sheikhul Islam ni vile ambavyo viweza kuwa ni sababu yeye kufutiwa madhambi. Yani ana sababu nyingi sahaba za kufutiwa madhambi nyingi sana, mpaka akataja shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi hum ahaqqu an-nas bi shafaatihi. Masahaba wana haki zaidi ya kupata shafaa ya Mtume sallam kuliko yote mwingine. au butulia bibala'i dunya kufira bihi anhu, au akaonjwa na mtihani na balaya za kidunia ikawa ni sababu ya kufutiwa madhambi. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. sasa hii ikiwa ni katika yale madhambi kuwa hakika ni madhambi, hii ndio hali yao. Vipi katika yale ambao wamejitahidi kuwa wakipata wana ajiri mbili, wakikosea wana ajiri moja? wal khata'u maghfurun, na kosa lasamehewa si kwao tu, hata kwa yote katika mujtahidin wa huu umma. Akajitahidi katika jambo akapata ana ajiri mbili, akikosa ana ajiri moja. masahaba min babi aula. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. أسمى كيشا إلى kadri yale makosa ambayo mtu aweza kuwakosoa kuwa hapa amefanya makosa, kwa mfano kwa vitendo vya baadhi yao, basi ni kidogo sana, nazrun yasir, ambayo husamehewa ukipima fadhila za hao watu na mema yao walioyafanya katika iman, kumwamini Allah na mtume wake, kupigana jihad katika njia ya Allah, kufanya hijra kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kunusuru dini ya Allah, ilmu walioibeba iliyo na manufaa, amali njema walioifanya. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. سيما نموني كتزام السيرة يا هوا واتو، سيرة يا مصحابة ومكين وعلم نعمة فضل الله ألزوابا، atajua kwa yakini kuwa wao ndio watu wabora baada ya mitume. la kana wala yakunu mithlahum,
hapaja kuwa wala hapata kuwa mfano wao, mfano wa masahaba. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله, na kuwa wao ndio wabora kabisa waliochaguliwa katika karne za huu umma, ambao ndio umma bora kabisa na mtukufu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitizama ahlul bid'ah subhanallah na rafidha, washindwa kuna kitu gani baina yao na masahaba watu, ikiwa si zandaka na watu kutaka kuuangusha Uislamu, kuna nini tena? Yani watu wakaingilia watu ambao hawakuishi na wao wala hawawahusu chochote, wakaingilia kule wakaanza kuwazungumza kwa ubaya. قال ومحبتهم دين, أن الشيخ الإسلام tulimaliza kujua yani maneno sharh. قال ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم من علامات الكفر والنفاق, kuwapenda masahaba ni dini na ni iman. Mtume sallam alipowataja al-ansar akasema la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghidhuhum illa munafiq. Kwa haya maneno ahli sunna wanazungumza yana ushahidi. Ikiwa ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghidhuhum illa munafiq, كيف بالمهاجرين ambao muhajirun wana ubora kuliko ansar? Ikiwa ansar ukiwapenda ni iman na ukiwachukia ni nifaq, la yuhibbuhum illa mu'min wala yubghidhuhum illa munafiq. Min babi aula muhajiruna yeye namna hiyo, sababu wale ni wabora kuliko ansar. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kila anapotaja fadhila za masahaba mwanzo yuanza na nani? Na muhajirun, kisha ndio yaje na ansar. wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar. Hata alipotaja aya zinazozungumzia fai ngawira wanazogawanywa masahaba, mwanzo kaanza lilfuqara'i almuhajirin, kisha ndio wakaja walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman ansar, kuonyesha kuwa muhajiruna wana fadhila juu ya ansar. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نذكرهم إلا بخير, hatuwataji masahaba isipokuwa kwa khair. وحبهم دين وإيمان وإحسان, kuwapenda masahaba ni dini na ni iman na ni wema ihsan. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان, na kuwachukia masahaba ni kufur, ni ukafiri. Kuwachukia masahaba ni unafiq. Kuwachukia masahaba ni kutupa mipaka katika sheria ya Allah. فيجب محبتهم كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة والترضي عنهم, ni wajib kuwapenda masahaba kama ilivyobainishwa katika itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa, na kuwatakia radhi Allah awaridhie, tuseme radhiyallahu anhum. Faman sabbahum, yoyote atakayewatusi au tanaqasahum au akawatia upungufu au hatta min qadrihim au akaangusha kile cheo chao Allah alichowapa, dalla dhalika ala nifaqin fi qalbihi, hii ni dalili ya wazi kuwa huyu ni anayefanya hivyo ana nifaq katika moyo wake, ni munafiq. ومن جرحهم أو طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة, na mwenye kuwajeruhi masahaba au kuwafanyia ta'ni kawazungumza vibaya, basi ni kama amekifanyia ta'ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam. Kivipi? Fahumul ladhina naqaluhuma lana, wao ndio walionukuu hii Qur'an na sunna kwetu sisi, wao ndio walifikishia sisi. فكيف يوثق بكتاب وسنة نقلهما أناس مجروحون أو مطعون فيهم أو فساق أو كفار والعياذ بالله، كما يقول بعض الطوائف المنحرفة كالرافضة وغيرهم.
kama yakulu baadhi. So vipi kitaaminiwa kitabu cha Qur'an na sunna ya Mtume sallama ikiwa waliobeba Qur'ani na sunna ni watu waliojeruhiwa, waliofanywa ta'ni na kutiwa dosari, mafasiq au makafiri wal billah, kama wanavyosema baadhi ya mapotofu kama mashia na wengineo. Ikiwa masahaba ni makafiri, hawakubakia katika Uislamu isipokuwa Salman al-Farisi, al-Miqdad ibn al-Aswad na Abu Dharr, bas hao tatu na Ahlul Bait. Waliobakia wote walikufuru baada ya Mtume sallama kufariki, wote wamertadi. Okay, sawa sawa. Kwa hivyo hadithi za Abu Huraira zote chini, hadithi za Aisha chini, hadithi za nani chini, Abu Bakr Siddiq chini, Ibn Umar angusha. Kuna dini jamaa hapa? Kuna Uislamu tena? Alafu nyinyi mashia watu wa ajabu, hata katika mapokezi ya Qur'an kwenye ijaza hakuna yeyote ambayo itafika kwa Mtume sana bila kupitia kwa ahli sunna. Sasa ikiwa yule mtu wa sunna nyinyi mtafasik, kafiri, hafai, sio? Hii Qur'an yenu nyinyi mnaitoa wapi? Sio mafahamu? Hata mshia kwa mimi na ijaza ya Qur'an hawezi kurudi mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kuna mahali atakwamia kwa mtu wa sunna, si shia. Sio umeelewa? Naam. Qiraati zote zimpokelewa na ahli sunna, hakuna mshia hata mmoja pale. Qiraati zote ziangalie zote ahli sunna. Hafsan Asim kule sunna, ukija huku sunna, Warsh sunna. Tuonyesheni qiraa kimpokewa na mshia kimoja tu. Kwa hivyo Qur'ani pia chini, sunna chini, kuna dini. Kwa hawa malengo yao nini? Zanadiqa. Malengo yao hawa wachungeni Waislamu, hawataki Uislamu usimame, hawataki Uislamu. Wao wanachokitaka ni kuuangusha Uislamu, ndio malengo yao. Kwa sababu Qur'an na sunna haikufika kwetu isipokuwa kupitia kwa masahaba. Wakiwa mashahidi wetu wale wamewaondoa, washawaangusha, dini mbakia nini? Sasa waweza kushindwa mtu yochanganyikiwa kuwa mashia si ndugu zetu, si katika sisi, mpaka wao pia wajua hivyo. Wao wenyewe hawataki zetu mtu. Na haya wayazungumza wazi. ولهذا أقر المحدثون أن الصحابة كلهم عدول ولا يبحث عنهم في رواية الحديث. Bwana watu wa hadithi wenyewe wanatuambia bwana sisi tumetoshelezwa na masahaba kutokana na kutafuta uadilifu wao. Maadamu sahaba hata akiwa hajulikani ile sahaba jina lake, jahalatu sahaba la tadhur, haidhuru katika hadithi. Maadamu mpokezi ni sahaba, masahaba wote ni waadilifu. بخلاف من بعدهم فيبحث عنهم فيجرح من يجرح ويعدل من يعدل. kinyume na wale waliokuja baada ya masahaba, watachunguzwa waangaliwe, atajeruhiwa atakayejeruhiwa, ataitwa mwadilifu yule atakayekuwa ni mwadilifu. Amma sahaba radhiyallahu anhum ardahum fakulluhum udul, amma masahaba wote ni waadilifu. ومن سبهم لغيظ وغيره فهذا فسق. Na mwenye kuwatusi masahaba kwa sababu ya chuki tu yake, hajawakufurisha, huu ni ufasiki. ومن سبهم تكفيرا لهم فهذا كفر وردة ونعوذ بالله. Ama anayewatusi kwa kuwakufurisha, huyu basi amefanya kufuru na ridda, na'udhu billahi min ar-ridda. لأن من كفر الصحابة رضوان الله عليهم فهو مكذب لله. kwa sababu mwenye kuwakufurisha masahaba ridwanullahi alayhim, huyu amemkadhibisha Allah. lianna Allah ta'ala zakkahum, kwa sababu Allah amewatakasa masahaba. qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. hata nia zao pia akazitakasa kuwa wao wataka fadla za Allah na radhi zake, ila akhir al-aya. ورضي عنهم نا الله كورذية. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
Allah amewaridhia waumini walipokuwa wakikupa bai'a chini ya mti. ووعدهم بالمغفرة والجنة ناكواهد مغفرة والجنة قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سو مغفرة ليغيظ له hapo pia pamekosewa katika yale makosa yaliyo katika kitabu mengi yako kwenye aya ma'al asaf shadid mengi yako kwenye ayat. Kwa hiyo hapo مغفرة وأجرا عظيما هكون ليغيظ كتكاتي. وقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى وتم صحابة الله أمواهدنين الحسنى أي الجنة بيبو. فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر. أتكي وكفريش ما صحابة من كذبيش الله نمن يكون كذبيش الله أم يكفروا. قال ومن اعتقد أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق منه إلا الثلث كما تقول بعض الطوائف كالرافضة وغيرهم فهو مكذب لله لأن الله تعالى أخبر أنه محفوظ. na yote anayetaki kuwa Qur'ani haikuhifadhiwa na haikubakia katika Qur'ani isipokuwa thuluthi tu kama wanavyosema baadhi ya makundi ya kibid'a kama mashia na wengineo, basi atakuwa mkadhibisha Allah kwa sababu Allah ametupa habari kuwa Qur'ani imehifadhiwa. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. wao waitakidi kuwa Qur'ani kuna sehemu nyingi haiko, bali wasema wao nao Qur'ani ambayo kuna herufi sijui ngapi haziko katika hii Qur'ani yetu, herufi ambazo sijui za kabila gani hizo ambazo si za Kiarabu. Sitojua herufi za Kiarabu ngapi. Sasa hizo ambazo ziko ngapi zimezidisha tafikisha 40 juu ya zile 28 zinazojulikana, kutazidi herufi nyingine. Watu wa ajabu sana. Mashia wasema hivi. Kwa hiyo Qur'an tulionao bado hivi, kuna nyingine ya ziada ambao sisi hatuna. Halafu jamaa uchukuliwa kwenye musabaka wa Qur'ani, basi vijana wakishahifadhishwa Qur'ani na huku upande wa itikadi wasifundishwe, wallahi wa matatizo sana. Utaona vijana wengi wamehifadhi Qur'an mashallah, Allah amewapa sauti nzuri na kisomo kizuri cha Qur'an, lakini ilmu ya dini hana habari nayo kabisa. Mbali na kuwa amehifadhi Qur'an hata kusoma. Ndio mkoona kila mwaka watoka vijana ambao ni katika watu yani ni katika sunni muslim, maelewa ya lugha, yani sunni muslim si shia, lakini atukuliwa pelekwa Iran enda musabaka wa Qur'an, kisha enda pale amezungukwa na watu wanaoitakidi itikadi hii, kisha wapigwa tua wapelekwa kwa kaburi la Khomeini na nani. Yeye wenda tu napelekwa bana, wewe wenda tu uheshimu ya Qur'an ulihifadhi. Lakini hii yote hii ni kwa sababu nyingi katika hizi marakaz za tahfidh al-Qur'an hakuna malezi ya kuwasomesha watu aqida na sunna. Sababu ahifadhi Qur'an tu, hata al-usul thalatha pia somesha. Yule mtoto toka pale mfadhi hana ghera kabisa na sunna wala na tauhid wala hata habari yani. Peleka huku twende, hata habari yani. Amehifadhi Qur'ani, kitu kikubwa amehifadhi Qur'ani, wala haelewi kile anachokisoma, haelewi habari yani. Lakini mtie kwenye qibla umwambie swalisha, utafurahi. Sikia alhamdulillahi rabbil alamin. Mahir wewe, sikia mahir wewe. Mahir muaigri. Mara iwaje mwingine hadi Jabir shikamwoti mashaallah, kija mwingine huyu mashaallah fulani. Basi ndio hilo tu. Msikia bana, so mahiri. Kisha jamaa mahiri hawa wa wenyewe si mahiri tu, mahiri wenyewe. Yani akienda mahali aweza kumsomea yule aliyemleta pale vile anavyotaka yeye. Unataka nini leo? Mimi leo nataka Muhammad Ayub. Utamsikia Muhammad Ayub kama yuko pale rahimahullah. Soma vizuri kabisa. Hana ile wale hapo. Wangelikwenda Irani kwenye mashia kule, ama mngeona wafanya vituko kama hivyo, nasallallahu alaihi wasallam. Lakini wapo tu
wengi na mashallah awamu wao wakisikia sauti nzuri wapenda, na sauti nzuri mashallah asoma vizuri yule, lakini watafuta ilmu, asoma ama amehifadhi Qur'ani ndio basi. Yeye katika zile alama za kiyama aliyosema Mtume sallam, watu watakaosoma Qur'an hawaelewi kile anachokisoma wala hawataki kujua anachokisoma nini, haelewi. Na ukitaka kujua mara nyingi mtu haelewi, msikilize Qur'an anavyosoma, alafu sikiliza waqf na ibtida, pale anaposimama, pale anapoanza kwenda. Unaweza kumwona mtu asimama kwenye mudhaf kisha anza mudhafun ilayhi yuenda, si ajabu kasikia wa annahu lamma qama abda Allah yad'uuhu kadu, si yatokea tena akapiga mlango qalqal abda insha Allah yad'uuhu, hajui kama amesimama kwenye mudhaf, ameacha mudhafu ile ndio yuenda nayo. Wangapi tushawasikia sisi, wangapi wagawanya mudhafu na mudhafu ile, hajui asoma nini, enda tu bora asome tu, inaingiana sauti ya Allah twende. Makosa hawa ndio uchukuliwa kapelekwa kule Iran, kisha wakirudi hapa Qur'ani tusoma ni ile tu, hata wao pia wasoma ile tu. Ashahadaiwa huyo, hankuwa tetea mashia, ndio malengo yao. قال ومن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق التعظيم والطاعة والمحبة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. mwenye kumwabudu Mtume sallama pia ni mushrik. Mtume sallama ana haki ya kuadhimishwa, ya kutiiwa, ya kupendwa, watu kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo. Lakinahu la yu'badu min dunillah, lakini haabudi pasi na Allah. ومن غلا في آل البيت، na mwenye kufanya ghulu kwa al-bayt mithla Ali au Fatimata au al-Hasan au al-Husayn au al-bayt, akafanya ghulu wa abadahum min dunillah, akawaabudu pasi na Allah, fadhabaha lahum, akawachinjia kwa mkarrafidha wa ghairihim, fahuwa mushrikun lianna al-ibadata haqqun lillahi azza wa jalla, ibada ni haki Allah azza wa jalla. وهذا التكفير، hapa kuna tambii muhimu sana tutaimalizia, sema وهذا التكفير انما هو بالعموم, na hii tulihitaji leo katika darasa ya dhuhuri. ikitajwa hii takfir ni takfir kwa ujumla. ama shakhsu bi'ainihi, au mtu kwa kumwainisha, fala yukaffaru illa idha thabatat alayhi alhujjatu wa lam yakun 'indahu shubha, hata kufurishwa mtu mmoja mmoja mpaka ithubutu kwake yeye hujja na asiwe ana shubha. Man qala inna alqur'ana makhluqun kafir, kwa mfano sisi tusema anayesema Qur'an imeumbwa ni kafiri. Wa man ankara ru'yata Allah ta'ala fil akhirati kafir, anayekataa kuwa Allah ataonekana na waumini kesho akhira amekufuru. Wa hadha takfirun bin naw'i la bil 'aini, hapa tukufurisha aina hii dhambi, lakini yule mtendaji hatujamkufurisha bado, si mfahamu. Kwa hivyo nufarriqu baina alfi'l walfa'il, kile kitendo cha tofautishwa na yule mtendaji. Yani man qala hadha almaqala kafara, mwenye kusema maneno haya atakufuru. amma ash-shakhs almu'ayyan فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة ولم يكن عنده شبهة, hakufurishwi mpaka iwe hujja imesimama kiyeye na hana shubha. فنقول على العموم من كفر الصحابة كفر, tusema kwa ujumla anayemkufurisha sahaba yatakufuru. ومن قال إن القرآن مخلوق كفر, anayesema Qur'an imeumbwa amekufuru. ومن أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة كفر. ومن قال إن القرآن غير محفوظ ولم يبق منه إلا الثلث كفر, كما يتجاب جو. أما مفanya tarjama yote sinshazungumza yote. ومن عبد آل البيت, si آل بيت, آل بيت nakira hiyo itakuwa البيت gani? آل البيت, yani wakusudia watu wa nyumba ya Mtume sallam. ودعاهم من دون الله كفر, anayewaabudu na kuwaomba pasi na Allah البيت atakufuru. أما الشخص المعين فلا بد أن تقوم الحجة عليه. أما mtu fulani huyu tumwite kafiri,
mpaka asimamishwe nini hujja na kuweka hakuna nini hakuna shubha. nafikiri limeeleweka. kipengele cha pili fa inna Allah qala walladhina ja'u min ba'dihim, katika kauli musannif sharhi yake tutasoma insha Allah taala polepole katika kikao kitakachokuja. subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum.